yako, roho ya ubora kwenye biashara yako, roho ya ubora kwenye maisha yako, roho ya ubora kwenye ndoa yako, roho ya Mungu akainua tena akawashangaza adui zako. Alo, wenyewe wanaofikiri wameharibu, wamefanikiwa kukuchafua, wamefanikiwa kukuharibia, bali kwa mwana Mungu, lakini Mungu akainuka upande wako akikusaidia. Tuni kwa sababu wewe umesimama upande wa Mungu, unamtegemea yeye. Mungu atanyamaza kwa ajili yako. Alo, unanielewa? Tunasimama na kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 14 na ule mstari ni wa kwanza mpaka wa 3, na nimewaambia point ya msingi iko mstari wa 2 kipengele C. Anasema yule Herode akasema huyu atakuwa ni Yohana amefufuka na roho ya ubora inatenda kazi ndani yake. Alo, kumbe ni Yesu anafanya kazi, anafufua watu, anainua watu. Herode alifikiri ameshakomesha kwa habari ya kumwangamiza Yohana, kumbe Bwana bado ana mpango mzuri juu ya watu. Ndivyo itakavyokuwa kwako. Haleluya. Nimekwambia pengine watu wamefanya mabaya kwa ajili yako, wameharibia sana maisha yako, wameharibia sana biashara yako, wameharibia sana ndoa yako, wameharibia sana mipango yako, lakini Bwana unaposimama upande wa Mungu, Mungu atanyamaza kwa ajili yako, atakusaidia na atawashangaza adui zako. Wale waliopanga mipango mibaya, wale waliokaa vikao kukuharibia, atawashangaza.